Watekaji walijua wanachokifanya ila hawakujua athari ya wanachokifanya. Wakamuona kama tatizo na chanzo cha utata na matata ndani ya ODM. Wakamfukuza kama mwana, tena mchana peupe. Wakasahau kwamba kuna kupuliza ili ipoe na kupuliza ili iwake. ODM wamewasha, cheche za moto sasa zimeanza kuchoma. Mimi ndo Sifuna. Sisi ndio Sifuna. Ndo misemo na ambayo sasa imeteka anga. Karibu mpenzi mtazamaji, tukupakulie tuliokuandalia ndani ya Dira ya Kibu siku hii ya leo. Mimi ni Mwanahamisi Ibrahim. Nami ni Kaberenge Brian. Lakini kwanza turuhusu tukupe kionjo. Shehena ya kwanza ya dawa ya Lenacapavir inayoaminika kusaidia pakubwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi yawasili nchini. Vurugu kali yashuhudiwa kule Kitengela katika mkutano ulioongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Kwa kawaida wanafunzi wanapoendeleza elimu yao, lengo kuu huwa ni kuyakamilisha masomo yao na hatimaye kujitosa kazini. Lakini imani ya wengi hukatika punde tu wanapoingia uwanjani na kupata kwamba mambo ni kinyume na matarajio. Mwanahabari wetu Boniface Ahabale ameangazia jinsi taifa linavyoshuhudia uhaba wa ajira, jambo ambalo limewafanya wengi kujianzishia biashara ndogo ndogo ili kujikimu kimaisha. Kwa muda sasa, swala la ajira katika wahitimu wa vyuo vikuu limeendelea kuwa changamoto kubwa nchini, huku wengi wakilalamikia ugumu wa kutoajiriwa hasa katika nafasi za serikali baada ya kuhitimisha masomo yao. Hali hii imewalazimu wahitimu wengi katika taaluma mbalimbali kutafuta njia mbadala za kujikimu kimaisha. Baadhi yao wanaelekeza nguvu katika biashara ndogo ndogo, huku wengi wakilazimika kufanya kazi za sulubu zisizoendana na taaluma walizosomea ili kupata kipato cha kila siku. Wadau wa elimu wanaeleza kuwa ukosefu wa ajira umeendelea kudhoofisha matumaini ya vijana wengi na kuathiri hali zao kimaisha pamoja na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwingineko, mfumo mpya wa elimu almaarufu CBC unaendelea kukumbwa na changamoto kadhaa katika utekelezaji wake. Ifanyiwe reshuffle so that we merge ile 844 na CBC yote pamoja, we get ile yenye inaweza run sisi vizuri. Watoto wenye Wazazi wengi wanakumbana na ugumu wa kumudu gharama za karo pamoja na mahitaji mengi ya shule kwa watoto wao walikoitwa kujiunga na viwango tofauti vya masomo. Hao walimu wa junior secondary wako na shida na management ya primary. Disputes mingi paka juzi tulikuwa tunasolve shida deputy head teacher. Aidha, kumekuwa na mkanganyiko kati ya wazazi na walimu kuhusu namna bora ya kutekeleza mfumo huo. Hakuna practicals wanafanya. Changamoto zingine zimejitokeza ni pamoja na ukosefu wa vitabu vya kutosha, miundo msingi duni shuleni, pamoja na upungufu wa madarasa, hali inayowalazimu baadhi ya wanafunzi kujifunza katika mazingira yasiyoridhisha. We don't have, hakuna laboratories kwa hizo mashule. It's not there. Serikali inasema tutajenga. Hata madarasa yenye serikali inasema inajenga madarasa ya CBC haiko kwa kila shule. Hao walimu wa junior secondary wako na shida na management ya primary. Ikumbukwe kuwa hivi karibuni wanafunzi walio chini ya mfumo wa CBC watakuwa wanarejea majumbani kwa mapumziko mafupi, hatua inayokatiza masomo yao kwa muda kabla ya kurejea tena shuleni kuendeleza muhula unaofuata katika siku chache zijazo. Nikiripotia runinga ya Kibu, jina langu ni Boniface Ahabale. Shukrani sana mwanahabari wetu Boniface Ahabale kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba serikali ya kitaifa na zile za kaunti ya Turkana, Marsabit na kaunti zingine zilizoko katika eneo pana la kaskazini mashariki mwa nchi zinaendeleza shughuli nzima ya kuwasaidia wakazi ambao wameathirika sana na kiangazi. Hali hii ya kiangazi imeathiri tu si kwa wakazi wa kaskazini mashariki, bali maeneo mbalimbali ya nchini ambayo yamekumbwa na uhaba wa maji na chakula. Mwanahabari wetu Ian Rotich ameangazia swala hili na hii hapa taarifa yake. Wakazi wa eneo la kaskazini mashariki mwa nchi wakabiliwa na uhaba wa maji kutokana na kiangazi, hali inayowalazimu kutembea mwendo mrefu kutafuta maji ya kunywa na ya mifugo. Wakazi hawa wanatembea umbali wa kilomita 10 ili kufika kwa bwawa la Naipei. Wafugaji wanahofia afya ya mifugo yao wakisema ya kwamba imeathirika pakubwa
kwa kukosa maji na chakula. Hakuna chakula. Mahali kitambo ni Malisa Jilali. Hiyo Manyata kubwa hakuna mali moja, ngamia 1, 2, maji area ni yote ni chumbi. Waweza kutafuta kutoka asubuhi na ukose jioni. Ni bahati. Kupata ni bahati. Licha ya wakazi hawa kujitolea mhanga kutafuta maji, wanasema maji wanaoitegemea ni kidogo, kwani haiwatoshi mifugo. Kutokana na changamoto wanazozipitia wakazi hawa, masomo katika eneo hilo imeathirika pakubwa kwa kukosa chakula ya kutosha, hali inayowalazimu wanafunzi kusalia nyumbani. Hali imekuwa kidogo. Sasa watu wanapata njaa, watoto wanakonda, wanakofia, kosa afya, hawaendi hata shule. Vijana wadogo wanalazimika kuhatarisha maisha yao kuchimba vizima vya maji kutokana na uhaba eneo hilo. Taarifa yake Ian Rotich ndio inayotupeleka kwenye mapumziko mafupi, ili usiende mbali, kwani tutakaporejea tuna mengi ya kukupamba. Happy Ramadan Kareem. Happy Ramadan. Happy Ramadan Kareem. To all our Muslim brothers and sisters across the globe, we as the Extra Mile Media do wish you a happy Ramadan Kareem season. Ya Habib Ramadan, Ramadan. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kwenye sekta ya afya ni kwamba taifa la Kenya limepokea shehena ya kwanza ya dawa ya Lenacapavir ambayo inaaminika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dawa hii inayodungwa mara 2 kwa mwaka imesifiwa kuchangia pakubwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi kote nchini. Mwanahabari wetu Janet Kerubo na mengi zaidi. It helps protect a person from getting HIV after exposure. Let me emphasize that this medicine is for those who are HIV negative. Shehena ya kwanza ya dawa inayofahamika kama Lenacapavir iliwasili katika uwanja wa ndege wa JKIA mnamo tarehe 18 mwezi huu. Kulingana na taarifa kutoka kwa Wizara ya Afya, dawa hiyo itatolewa kwa watu ambao hawajaambukizwa na virusi vya ukimwi, lakini wako katika hatari ya kupata maambukizi. Kama sehemu ya mpango wa kitaifa wa kinga dhidi ya virusi hivyo. Dawa ya Lenacapavir iliyotengenezwa na kampuni ya dawa Gilead Sciences hutolewa kwa sindano mara moja kila baada ya miezi 6. Hivyo kurahisisha matumizi ikilinganishwa na dawa za kila siku za kuzuia maambukizi. Wizara ya Afya imewahimiza wananchi waweze kujitokeza katika vituo vya afya ili kupata ushauri na huduma hii mpya ya kinga. Nikiripotia Dira ya Kibu, ni mimi Janet Kerubo. Tukizidi kusonga mbele mpenzi mtazamaji, ni kwamba Jumapili ya tarehe 15 mwezi huu kumeshuhudiwa vurugu eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, ambapo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna aliandaa mkutano na wananchi. Sifuna ambaye hivi majuzi ametimuliwa kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa chama cha ODM amezidi kujitetea na kusimama kidete, akidai kwamba kisheria bado yeye ndiye katibu mkuu wa chama cha ODM. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Kenneth Demesi ameangazia swala hili kwa kina. Nipe nikupe. Ndivyo hali ilivyokuwa Kitengela, Kajiado mchana wa Jumapili, vijana hapa kikabiliana na polisi kwa takriban lisali moja, chanzo cha vurumai ikiwa ni kuvurushwa kwa msafara wa kisiasa wa muungano wa Linda Mwananchi uliongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, mbunge wa Embakasi Babu Owino, miongoni mwa viongozi wengine. Makabiliano hayo yalilazimu msafara huo kuondoka eneo hilo, huku biashara zikifungwa na hali ya kiuchumi kusitishwa. Hii ni baada ya seneta Sifuna kuonya mapema kwamba kulikuwa na njama ya kusitisha mkutano huo. Waliingia kwa stage yetu asubuhi wakavunja mitambo yetu, ati kutuzuia tusiweze kuongea na nyinyi. Viongozi hao wakikiri kuwa watasalia kumtambua seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Lakini sisi tunaona chama wakienda State House wanawacha vijana wapi?
wapi? Wakienda State House wanawacha wamama wapi? Wamekula pesa kwenda kuuza chama na hatutakubali. Awali mrengo huo ulihudhuria ibada katika kanisa la St. Peter's Olkeju, kaunti ya Kajiado, ambapo viongozi hao waliapa kuendeleza kuhamasisha wananchi dhidi ya ushirikiano wa chama hicho na chama tawala cha UDA. Hata wapeleke watu jela wangapi, sisi tutakomboa nchi hii inaitwa Kenya. Mrengo wa ODM chini ya mwavuli wa Linda Mwananchi wamesema sasa kelele za chura hazitawazuia kunywa maji na wataendeleza kampeni zao huko Kakamega wikendi ya wiki hili. Kennedy Demesi, Dira ya Kibu. Na taarifa yake Kennedy Demesi basi ndio inayotukamilishia taarifa zetu za Dira ya Kibu siku hii ya leo. Kabla hatujatamatisha, tunawakumbuka ndugu zetu Waislamu ambao wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tungependa kuambia Saum Makbul na Ramadhan Karim. Tumuomba Mwenyezi Mungu azitakabali dua zao. Amin. Tumekuwa watangazaji wako kwenye haiba Mwana Hamisi Ibrahim nami Kaberenge Ibrahim. Kwa ndugu zangu Waislamu, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, jamii ya The Extra Mile inawaambia Saum Makbul na kuwatakia Ramadhan Mubarak katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Fungo mwema, Ramadhan Karim, Saum Makbul. دوما قريب رمضان